هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر وهو الذي يليه. Ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani mtukufu wa daraja bwana wetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ikiwa tulikuwa katika masiku matukufu mno, masiku ya Dhulhijja, kutokea tarehe 1 ya Dhulhijja mpaka tarehe 10 ya Dhulhijja. Alhamdulillah, katika masiku hayo kuna masiku matatu ambayo ni masiku muhimu sana, ikiwa siku moja imetupita ambayo ni siku ya jana, ni siku ya Arafa. Ndugu zangu, siku ya Arafa ya jana ambayo Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipoizungumza, alisema siku ya Arafa, mwenye kufunga ile siku ya Arafa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala humfutia dhambi zake za mwaka uliopita, lakini humfutia dhambi zake za mwaka ujao. Kwa hiyo ilikuwa ni fursa kubwa sana kwa Muislamu aliyefunga siku ya Arafa, kwani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kamuondoshea madhambi yaliyotangulia ya mwaka uliopita, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kamuahidi kutokumwandikia madhambi katika mwaka ujao. Lakini siku nyingine ambayo ni tukufu mno ni hii siku ambayo tuko nayo leo. Ni siku tukufu mno mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anawafunza masahaba zake na akitufunza sisi Waislamu umuhimu wa siku hii kubwa. Kwanza, siku hii kama tunavyoifahamu inaitwa ni Eidul Adha, ni idi ya kuchinja, ni siku ya kuchinja. Na wale waliokuwa katika ibada ya hija leo wanafanya matendo makubwa katika amali zao kwa ajili ya kutimiza ibada yao ya hija. Lakini na sisi vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambao hatuko katika ibada ya hija, ambao hatukufika katika ibada ya hija, kuna mambo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatupendelea kuyafanya, ikiwemo kuchinja, kama ambavyo wanachinja mahujaji. Tumepewa jambo la muhimu sana, na ndio maana katika mafunzo ya Bwana Mtume akasema, inna a'dhamal ayami inda Allahi, hakika siku tukufu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yaumun nahari, ni ile siku ya kuchinja, thumma yaumul qarri wa huwa alladhi yalihi, kisha siku ya pili yake baada ya siku hii ya kwanza ya kuchinja, basi siku ya pili ambayo ya muhimu vile vile, ni siku tukufu vile vile, ni ile ambayo mtakayoita ni Idi pili. Lakini tunaambiwa siku ya kwanza ni siku hii ya muhimu kabisa, Idi ya kwanza ambayo inafahamika kama ni siku ya kuchinja. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipochinja katika siku tukufu kama hii, kuwafundisha masahaba zake kwamba ni siku muhimu ya kuchinja, kutufundisha sisi Waislamu kwamba ni siku muhimu ya kuchinja. Bwana Mtume alipochinja, masahaba Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa kuwa Mtume kachinja kwa mara ya kwanza, masahaba wakashangazwa na kuchinja kule. Wakamwambia, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, ma hadhihi al-adhah,
Siku ya kwanza Bwana Mtume amechinja. Katika siku hii masahaba wanamshangaa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wamuuliza, vipi kuchinja leo? Mbona umechinja? Mbona haya mambuzi, mbona umechinja? Basi Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akawajibu masahaba zake, akawaambia maneno mazuri. Qala sunnatu abikum Ibrahima alayhi salam, akawaambia hii ni sunna ya baba yenu Nabiullahi Ibrahima alayhi salam. Hiki kitendo nilichokifanya cha kuchinja leo siku ya Idi ni kitendo ambacho kimefanywa na baba yenu Nabiullahi Ibrahima alayhi salam. Masahaba wakaona, mbona pana distance baina yetu sisi na Nabiullahi Ibrahim? Mbona wakutupa sheria ni wewe Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam? Wakamuuliza Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, fama lana fiha, je, kama walichinja katika zama za Nabiullahi Ibrahimu na ni sunna ya Nabiullahi Ibrahimu kuchinja, je, sisi ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, je, sisi tutapata nini? Sisi tutapata nini? Washafanya Nabiullahi Ibrahim. Sasa sisi tukichinja kama alivyochinja Nabiullahi Ibrahim, je, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, sisi tutapata nini? Kwa lugha nyepesi, tutachuma nini kutokana na kitendo cha kuchinja? Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akawaambia masahaba zake, bikulli sha'ratin hasana, mtapata katika kila unyoya mmoja wa mbuzi mnayemchinja, katika unyoya mmoja utapata jema moja. Kamchukue yule mbuzi wako, lau nikikutuma leo yule mbuzi wako unamchinja leo, nikikwambia nenda kamchukue yule mbuzi unihesabie kile kinywele kimoja moja, kile kinyoya kimoja kimoja, na uhakika utaniambia hauna uwezo wa kuhesabu vile vimanyoya vile vya yule mbuzi wako. Sasa Bwana Mtume anasema, kwa wewe kuchinja unalipwa kwa kila ule unyoya mmoja kwenye yule mbuzi yako, katika kila kinywele kimoja katika yule mbuzi wako unalipwa jema moja. Haihitaji salawatu. Allahumma salli ala Muhammad. Sikwaja kuambia ng'ombe atakayechinja ng'ombe. Hatujazungumza mwenye kuchinja ngamia, kwa sababu pia vichinjo vina daraja zake. Daraja la kwanza ngamia. Sikwambii ngamia aliyemtenga ngamia wake, aliyejiandaa kwa mwaka mzima kumchinja ngamia wake. Sikwambii yule ngamia aliyomleta na kumchinja siku ya leo atapata mema kiasi gani. Sikwambii ng'ombe yule ambaye hakuweza kumwandaa ngamia, kwa sababu na gharama pia za wanyama za nini za tofautiana. Kuna ambaye atakayeandaa ngamia ni mkubwa kuliko ng'ombe. Sasa tumeambiwa katika kile kichinjo chako kile ambacho utakachokichinja, sasa awe ngamia wako ulibarikiwe wewe, ukawa una uwezo wa kununua ngamia na ukamnunua ngamia, uwe una uwezo wa ng'ombe na ukanunua ng'ombe, mwenye uwezo wa mbuzi, mwenye uwezo wa kondoo, basi katika kila unyoya atalipwa jema moja. Qala, Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akaambiwa na masahaba zake, ya Rasulullah, fasuf. Qala, bikulli sha'ratin min as-sufi hasana, kila unyoya. Kwa sababu ilikuwa masahaba wanauliza, kama nkuchinja nkuku nini? Akamwambia asufi. Je, ni sufi wa kusudia ni mnyama kama vile mbuzi, kondoo, ngamia, mwenye ngozi yake? Akamwambia ndio, katika kila ule unyoya ule atapata kulipwa jema moja. Sasa sijui atapata mema mangapi, lakini cha ajabu
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yule mbuzi mnayemchinja, yule kondoo mnayemchinja, yule ngamia mnayemchinja, yule ng'ombe mnayemchinja, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hana shida na damu ya yule mbuzi wako, hana shida na nyama ya yule mbuzi wako, hana shida na ngozi ya yule mbuzi wako, hana shida na ile mifupa ya yule mbuzi wako. Maona leo mkienda mkichinjia mizimu yenu, waambia mzimu ataka damu, sio ule mzimu una shida na ile damu, sio. Leo ukienda ukachinjia bwana nyama zile, sio wataka kuga ule mzimu wa shida na zile nyama, otherwise usingechinja. Kwa hiyo umechinja kwa sababu bwana mzimu utaka damu, mzimu ataka nyama, mzimu ataka mifupa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hahitaji chochote katika kile kichinjo chako. Yani ile damu imwagayo Mwenyezi Mungu hahitaji kabisa, wala yule mbuzi umchinjaye nyama zake, wala Mwenyezi Mungu hana shida na nyama, wala ile mifupa, wala hana shida na chochote katika ile nyama yako. Ndio utaona Qur'ani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaliweka wazi akasema, la yanala Allaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haifiki ile nyama unaichinja, haifiki ile damu unayomwaga yule mbuzi, haifiki, bali kinachomfikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni takwa. Ni wewe kule mimi nimechinja qurbatani ila Allah Ta'ala, ule uchamungu wako. Yani ule uchamungu wako, yale maamuzi yako yale ya uchamungu ndio yanamfikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ni ngumu kuelewa. Mtizame Nabii Ibrahim, kwa tukio la kuchinja limeanzaje? Nabii Ibrahim alayhi salam alimuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akamwambia Rabbi habli minas salihin, ewe Mwenyezi Mungu nipe mimi kijana mwema. Hichi ndo chanzo cha kuchinja. Nataka kukuambia kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nyama yako haimfikii. Nataka kukuambia damu yako ile unayemwaga haimfikii. Nataka kukuambia mifupa ile haimfikii. Kinachomfikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni takwa, ni ule uchamungu uliotumia wewe katika kuchinja, ni ule uchamungu wako wa maamuzi yako yale ya kuchinja. Huu uchamungu ndio unamfikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa mtizame Nabii Ibrahim alayhi salam, ambaye ilikuwa ni sabab min asbab adh-dhabh, ilikuwa ndo sababu ya kuchinja. Nabii Ibrahim alikuwa amemuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anamwambia Rabbi habli minas salihin, ewe Mwenyezi Mungu nipe mimi mtoto. Aomba mtoto, ya Rabbi mimi naomba unipe mtoto mwema. Tena sio kuomba mtoto tu, naomba unipe mtoto mwema. Apambana akaomba usiku na mchana Nabii Ibrahim, usiku na mchana. Fikiri, hana mchana huomba mtoto mwema, hana usiku huomba mtoto mwema. Kila time ilikuwa Nabii Ibrahim anamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ampe mtoto mwema. Mwajua alipopewa unabii Nabii Ibrahim amepitishwa katika mitihani mingi kapitishwa na Mwenyezi Mungu. Katika kufaulu ile mitihani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamfanya kuwa kiongozi, akampa uongozi wa kuongoza watu, sio mtume tu, akawa ni mtume na ni mursal, akawa ni mtume na amepewa risala, akawa ni mtume na akafanywa kuwa inni ja'iluka linnasi imama. Martaba hii imekufanya kuwa kiongozi wa watu. Sasa Nabii Ibrahim akasema wa min dhurriyyati, ya Rabb, hilo la kunifanya mimi kiongozi lifanye liwe katika kizazi changu, na kizazi changu usinipe mie tu, na kizazi changu. Ndo kazi ya Nabii Ibrahim ikawa Rabbi habli minas salihin, nipe mtoto mwema. Sasa lau Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamtika majukumu kama alomtika mimi, akawa ni mtume na ni kiongozi wa watu, basi pia atokane na kizazi changu. Ndio ilikuwa dua. Lakini maajabu ya Rahman, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia fabasharnahu bighulamin halim. Mwenyezi Mungu anasema tukampa kijana mpole.
mtoto mwema, tukampa zaidi ya matarajio yake, tukampa kikubwa kuliko matarajio yake, tukampa mtoto mwema tena na ni mpole, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini tazama, hivi nyinyi si mnajua watu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapa mitihani mikubwa, namba moja katika ulimwengu. Mwenyezi Mungu katika viumbe vyake wa kwanza aliwapa mitihani mikubwa mno, mitihani mizito mno. Wa kwanza ni mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lau mwanadamu wa kawaida akapewa mitihani aliyopewa mtume, aliyopewa mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, angalitoka katika siratal mustaqim, angeondoka katika njia iliyonyoka. Lakini angalia mitihani mikubwa Mwenyezi Mungu kawatuka mitume, mitihani mikubwa Mwenyezi Mungu kawapa alaima alayhimus salam, Mwenyezi Mungu kawapa maimamu 12, mitihani mikubwa Mwenyezi Mungu kawapa mawali wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wale waliosifikia katika sifatul kamali, katika ile sifa ya ukamilifu, ndio Mwenyezi Mungu kawapiga mitihani mikubwa. Sasa Nabii Ibrahim baada ya kupewa mtoto sasa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu anasema falamma balagha ma'ahu sa'ya, alipopewa yule mtoto akakalea kaleka kijana mpaka kakafikia kuwa kijana. Sasa ni mtoto ambaye aweza kutoka akatembea naye na akajifakharisha naye, huyu kijana wangu bwana, huyu kijana wangu. Tizama Mwenyezi Mungu anakwenda kumpa mtihani. Nataka kukuambia, tizama mtume anavyopewa nini huu mtihani. Yaani Mwenyezi Mungu kampa mtihani wakati yule kijana tayari kashamea, ambapo Nabii Ibrahim anajisifu sasa na yule kijana wake. Haona sasa kijana wangu asali. Okay, akiambiwa bana kijana, wallahi kijana wa nani wasali? Kijana wangu bwana. Kashafikia hatua tayari ajisifu na yule kijana wake, tayari haweza kwenda huku na kule akiwa na yule kijana wake, tayari aweza kutembea na kijana wake popote, tayari aweza kwenda popote na yule kijana wake. Ndio hapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akampa mtihani. Mtoto aliomwomba mchana na usiku kapewa, na alipopewa mtoto kapewa mtoto mwema zaidi, maana yake na ni mpole. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakumwacha mtume wake. Kilichomkuta Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamfikishia ndoto Nabii Ibrahim. Na ndoto, ndugu zangu, kwa mitume ni wahi. Yaani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ilikuwa akitaka kuwapelekea wahi mitume wake, huwapelekea pia katika min turqil wahi, katika njia ya wahi ilikuwa ni ndoto. Kwa hiyo akapelekewa ndoto, akapelekewa wahi akapelekewa kwa njia ya ndoto Nabii Ibrahim. Lakini wewe ukipata wahi leo, wewe ukiotaota mauzauza sio kweli. Wewe ukiota mauzauza, wewe na madhambi yako, ukaota mauzauza, usije ukaota kama ile aliota Nabii Ibrahim. Nakwambia kabisa, katika lelo lifanya Nabii Ibrahim, kwa sababu yule alikuwa ni mtume na kila akipatacho nini wahi. Sasa na wewe usije ukaleta yako yale ya kuotaota na wingi wa madhambi yako, ukaotaota na mambo ya sofa. Sasa tizama, sema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Nabii Ibrahim wakati amelala, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanduru madha tara. Nabii Ibrahim amelala, akaota, akaamka, akaenda kumwambia mwanawe, mimi nimekuona wewe kijana wangu usiku mimi nakuchinja. Unaona? Yaani huyo alomwomba msichana na usiku, sasa amemuota tena, aenda kumwambia yeye, aenda kumwambia yule mwanawe, yule kijana wake aliopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kijana mwema, aenda kumwambia mwanangu, mimi nimeota usingizini kuwa na kuchinja. Tazama wewe unaje hilo? Na ndio maana hapa katika kisa hicho zaje, mwenye subra zaidi ni nani? Mwenye kutaka kuchinja au yule mwenye kutaka kuchinjwa? Majibu
ilikuwa ya kijana wake, alimjibu qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allah minas sabirin. Akamwambia baba yake, fanya unachoamrishwa. Kwa hiyo alikuwa kijana mwenyewe ajua ndoto ya baba yake wahai, na akajua ile ni amri iliyotoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kijana naye akawa tayari amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala itimie, na akamwahidi baba yake kwa ahadi kubwa kubwa kwa kumwambia insha Allah utanikuta kijana strong, we chinja tu, mimi niko tayari, sila Mwenyezi Mungu. Wallahi nangeamka baba yako akwambia mimi nimeota nimekuchinja. Yaani hata kama kuna magari usiku sijui ungefika, ungesafiri sheikh. Na usije ukakaa na wewe siku umeamka na kindoto chako kenda kumwambia mtoto wangu bana hapana. Mitume kwa wahi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tizama akatufunza, falamma aslama watallahu liljabin. Waliposalimu amri, Mwenyezi Mungu tizama amewapa mtihani, washasarenda tayari. Nabii Ibrahim anasema mimi niko tayari kuchinja, na kijana yuko tayari kuchinjwa. Yani nataka kuambia Nabii Ibrahim tayari yuko kutekeleza amri ya Mwenyezi Mungu, kulifanya lile kwa amri ya Mwenyezi Mungu, na kijana yuko tayari kutekelezewa lile jambo la kuchinjwa kwa amri ya nani? Ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Qur'ani ikasema waliposarenda tayari ni nafsi mikubali. Sio mama dukuduku, sio nikubali nisikubali, nimchinje simchinje, tayari Nabii Ibrahimu ishapita, sasa nachinja. Na tayari yule mwenye kuchinjwa tayari kashapitisha, sasa nachinjwa tayari. Ndio maana Qur'ani kasemaje? Watallahu liljabin. Yani tayari ameshalazwa chini, tayari kijana kashalazwa, alafu baba tayari kashanoa kisu, na kisu tayari anaelekea kusema bismillahi Allahu akbar. Utayari. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wakati Nabii Ibrahim sasa ashusha kisu, ateremsha kile kisu kumchinja, na yule tayari ameweka shingo yake vizuri ili baba yake asikosee kumchinja. Tayari amemwekea na shingo vizuri, so amsumbua, amwekea na shingo vizuri, ile kisu baba atakapochinja achinje sawa sawa, achinje vile inavyotakiwa, hata asikosee kumchinja. Kwa mtoto akaeka shingo vizuri, na baba kisu kakinoa tayari, kiko tayari akishusha shingoni kwa mwanawe. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pale akasema wanadainahu ayya Ibrahimu, tukamwita Ibrahimu wakati anateremsha kile kisu. Mwenyezi Mungu akasema, tukapaza sauti tukasema ewe Ibrahim, tukamwai. Sababu nilikuwa nakamilisha pale, sema tukamwai wakati kisu pale kinashuka, tukamwambia qad saddaqta ar-ru'ya, ama kweli umeshaitendea kazi ndoto yako. Hajamaliza kuchinja, umeshatendea kazi ndoto yako, umeitekeleza ndoto yako. Inna kadhalika najzil muhsinin, hivyo ndivyo tunavyowalipa watu wema. Kwamba nini? Kwamba alipewa agizo la Mwenyezi Mungu, ilikuwa yuko tayari kutekeleza agizo la Mwenyezi Mungu, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akafidia. Kisu hakiwezi kurudi, kisu hakiwezi kurudi, akafidia. Tukio haliwezi kurudi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema katika Qur'ani, wafadainahu bidhibhin adhim, tukamuokoa, tukawafidia Nabii Ibrahim na mwanawe, tukawafidia kwa kichinjo kitakatifu. Sasa wakatuambia akachinjwa kondoo sasa badala ya Nabii, baada ya mtume yule Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kisu kile kikamwangukia kondoo, sasa akachinjwa kondoo.
badala ya yule mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema salamun ala Ibrahima kadhalika najzil muhsinin innahu min ibadina almu'minin. Alikuwa yuko top, alikuwa yuko top baba wa imani, alikuwa yuko top katika imani, alikuwa amesimama katika imani na Nabii Ibrahim. Kwa hiyo utaona kwamba tazama, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakutaka damu ya huyu kijana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakutaka Nabii Ibrahim kule kuchinja kwake, hajataka. Alitaka nini? Alitaka takwa. Namna walivyosarenda. Je, walikuwa wana uwezo wa kusarenda mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Walikuwa wana takwa, na yule anayechinjwa alikuwa yuko na takwa. Na takwa maana yake, na kuwa na ikhlasi maana yake, yani uko tayari kufanya kila kitu kwa kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakadha Nabii Ibrahim. Kwa Nabii Ibrahim alikuwa yuko tayari kufanya kila anachokielekezwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa na takwa. Na yule mwenye kuchinjwa naye alikuwa na takwa, akawa tayari kile kisu kimpitie, alikuwa na takwa. Sasa utaona hakumchinja yule mtoto, na pia mtoto hakuchinjwa, lakini Mwenyezi Mungu alitaka ule uchamungu wao. Sasa ndo nikakusomeeni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hana haja na nyama zenu, wala hana haja na damu zenu mnazozimwaga, wala hana haja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na ile mifupa ya nyama zenu. La yanala Allaha luhumuha wala dimauha. Mwenyezi Mungu hafikiwi na hizo nyama zenu, wala hafikiwi na damu zenu mnazozimwaga hizo za vichinjo vyenu, walakin yanaluhu taqwa minkum. Kinachomfikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni ile takwa yako. Kwa hiyo hata ukitoka hapa wakati unaenda kuchinja, kile kichinjo chako uhakikishe haukichinji riaa, haukichinji wewe kwa ajili ya kwamba wewe wataka kuonyesha watu wewe wachinja, wala fakharan, wala huchinji kwa kuwa wataka kujifakharisha katika familia zote si ndo tumechinja, au katika jamaa zote mimi nimechinja. Kalla, itakuwa haukufikia malengo ya kuchinja. Malengo ya kuchinja, utambue kwamba huchinji nyama hizo ili zimfikie Mwenyezi Mungu, wala damu hiyo imfikie Mwenyezi Mungu, bali wewe kinachokufanya uchinje, wachinja qurbatan ila Allahi Ta'ala. Wachinja kwa ikhlas, kwamba nachinja kwa kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa kuchinja huku, kwa kitendo hichi cha kuchinja, najikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama Nabii Ibrahim alipojikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio akawaambia sunnatu abikum Ibrahim, ni sunna ya baba yenu Nabii Ibrahim, na mtalipwa kwa kila unyoya mmoja katika kile kinywele kimoja cha yule mnyama wako, utalipwa jema moja. Kwa hiyo ni siku imekuwa tukufu kwa sababu ya kuchinja. Na ni aibu sana ikawa Muislamu au kijana wa Kiislamu aliyezaliwa kijana kabisa katika Uislamu, ana nguvu, ati hakuwahi kuchinja katika Idi. Hakuwahi kuchinja katika Idi. Na ndio utastaajabu, jamii, ikiwa kuna jamii katika Uislamu yaamini katika kupokea vichinjo zaidi kuliko kuchinja, pia ni mtihani mwingine. Kwa nini? Kwa sababu kuchinja kule kuna faida. Hivi mwadhani yule alokuja akanunua mathalan ng'ombe 1000, kanunua ng'ombe 1000, achinja, ajua kwamba katika kila nyoya moja la kuangusha kichinjo hiyo siku, katika kile kinyoya kimoja, katika kile kinywele kimoja, napata jema moja. Kaangusha ng'ombe 3. Wewe umeambiwa kwamba yule anayepokea anapata nini? Mmesoma hapo katika hadithi, nimefundisha mimi hapa kwamba yule anayepokea nyama anapata nini? Imeitwa idea kuchinja, yule anayechinja hupata nini? Si anayepokea.
Anaichinja upata nini? Sasa utastaajabu kwamba katika Muislamu yuko ambaye yuko tayari kuichinjia mizimu yake, lakini hayuko tayari kuchinja kwa ajili ya nani? Ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kuchinja kuna faida, yani siko leo kuzungumza faida ya kuchinja. Nitamani ningelikuwa na fursa zaidi na muda zaidi, lakini tusiwacheleweshe wale ambao pengine wana mpango wa kwenda kuchinja, pengine wameandaa vichinjo vyao, tusiwacheleweshe. Lakini lau tungelizungumza fadhila za kuchinja ni nyingi mno, kabla ya kuwa mkuchinja siku ya nini? Ya Idi.